Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kali kila siku. Asante. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Lissu, amevuka hatua ya kwanza katika jitihada zake za kujiunga kwenye kesi ya madai kuhusu mgawanyo unaodaiwa kuwa usio sawa wa rasilimali za chama kati ya Tanzania Bara na Zanzibar, baada ya mahakama kutupilia mbali pingamizi lililowasilishwa dhidi yake. Kesi hiyo ya madai namba 8323 ya mwaka 2025 imefunguliwa na makamu mwenyekiti mstaafu wa Chadema, Said Issa Mohamed, kwa kushirikiana na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini kutoka Zanzibar, Ahmed Rashid Khamis na Maulida Anna Komo. Shauri hilo linasikilizwa na Jaji Hamidu Mwanga katika Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala Ndogo, Dar es Salaam. Wadaiwa ni bodi ya wadhamini waliosajiliwa wa Chadema pamoja na katibu mkuu wa chama. Lissu aliwasilisha maombi akiomba kuunganishwa katika kesi hiyo kama mdaiwa mwenye maslahi. Hata hivyo, wadai wa kesi ya msingi walipinga maombi hayo kupitia pingamizi la awali, wakitaka mahakama yatupilie mbali bila kuyasikiliza. Katika uamuzi uliotolewa leo Jumanne, Machi 3, 2026, mahakama imekataa pingamizi hilo na kuafiki hoja za Lissu, ikieleza kuwa hoja zilizotolewa na wadai zinahitaji ushahidi kuthibitishwa na hivyo haziwezi kuamuliwa kama pingamizi la kisheria pekee. Awali, katika usikilizwaji wa Februari 17, 2026, mawakili wa wadai Shaban Marijani, Guido Simfukwe na Alvan Fidelis walidai kuwa Lissu hana sifa za kisheria kuingia katika shauri hilo binafsi. Pia walidai kuwa kiapo chake kina kasoro kwa kuwa hakubainisha chanzo cha taarifa alizotumia, wakisisitiza kuwa yuko gerezani tangu Aprili. Akijibu hoja hizo, Lissu alieleza kuwa ana maslahi ya moja kwa moja katika kesi hiyo kwa mujibu wa masharti ya Sheria ya Mwenendo wa Kesi za Madai CPC, akisisitiza kuwa yeye ni mwanachama wa Chadema tangu mwaka 2004 na kwa sasa ni mwenyekiti wa chama hicho. Alisema maamuzi yoyote yatakayotolewa, ikiwemo zuio la shughuli za chama au matumizi ya mali zake, yanamgusa moja kwa moja. Kuhusu taarifa zilizomo kwenye kiapo chake, Lissu alidai zinatokana na ufahamu wake binafsi na nyaraka alizosoma, ikiwemo uamuzi wa Juni 10, 2025 uliokataza chama kufanya shughuli za kisiasa na kutumia mali zake hadi kesi ya msingi itakapoamuliwa. Aliongeza kuwa upande wa wadai una haki ya kumuita mahakamani kwa ajili ya maswali ya dodoso iwapo una mashaka na maelezo yake. Kwa upande wao, bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema kupitia kiongozi wa jopo la mawakili Dr. Rugemeleza Nshala akishirikiana na Hekima Mwasipu waliunga mkono maombi ya Lissu, wakisema ana maslahi halali katika shauri hilo. Akitoa uamuzi, Jaji Mwanga alisema pingamizi la wadai halikustahili kusikilizwa kama pingamizi la awali kwa kuwa linahusu masuala ya ushahidi badala ya hoja safi za kisheria. Kwa hiyo pingamizi hili linakataliwa, alisisitiza Jaji Mwanga, akielekeza kuwa shauri liendelee kusikilizwa. Kwa uamuzi huo, sasa maombi ya Lissu yataingia hatua ya pili ya usikilizwaji wa hoja za msingi kabla ya mahakama kuamua kama ataruhusiwa rasmi kuunganishwa katika kesi hiyo au la. Usikilizwaji huo umepangwa kufanyika Machi 6, 2026. Katika kesi ya msingi, wadai wanadai kumekuwa na mgawanyo usio sawa wa fedha, mali na rasilimali za chama kati ya Tanzania Bara na Zanzibar, kinyume na sheria ya vyama vya siasa na katiba ya Chadema. Pia wanadai kuwepo kwa ubaguzi wa kidini na kijinsia pamoja na matamko yanayodaiwa kuhatarisha muungano wa Tanzania. Wanaiomba mahakama itamke kuwa wadaiwa wamekiuka kifungu 6A, 1, 2 na 5 cha sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 marejeo ya mwaka 2019 na kutoa amri ya kusitisha kwa muda shughuli zote za kisiasa pamoja na zuio la matumizi ya mali na fedha za chama hadi matakwa ya sheria yatakapotekelezwa, sambamba na kulipwa kwa gharama za kesi.